Pikipiki hii mnayoiona aina ya Sinoray ndiyo pikipiki ya marehemu aliyeuawa mwili wake ukakutwa kwenye makaburi ya Myemba. Na hizi spana mnazoziona hapa ndio vitendea kazi vya wahalifu hawa. Wakishaziiba hizi pikipiki wanazifungua ili waweze kuzisafirisha kwa wepesi. Na kwa mujibu wa kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, washukiwa hawa wanatuhumiwa na kukiri kwamba wanahusika pia kwa tukio lilojiri tarehe 7 huko katika maeneo ya Tumbi mkoani Tabora kwa mauaji mengine ya bodaboda. Na hii ndiyo taarifa yake. Kwa kipindi cha mwezi Januari 2026 tumekuwa tukiendelea na operesheni mbalimbali ambapo watuhumiwa wa makosa mbalimbali wamekamatwa, ikiwa ni mpango mkakati wa kukabiliana na matukio ya uhalifu katika wilaya zote 7 za mkoa wa Tabora. Katika tukio la kwanza la Januari 14, 2026 majira ya saa 9:30 huko eneo la makaburi ya Myemba, kata ya Mbugani, wilaya ya Tabora na mkoa wa Tabora, Hamisi Nchambi mwenye umri wa miaka 27, kabila Msukuma, afisa usafirishaji kwa maana ya bodaboda, mkazi wa kata ya Mbugani, alikutwa akiwa amefariki huku mwili wake ukiwa umefungwa kamba za manila na mipira maeneo ya shingoni, miguuni na mikononi, ambapo siku ya tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026 majira ya saa 2 usiku marehemu akiwa na pikipiki yake alikuwa akiangalia mpira na wenzake, na baada ya mpira kuisha aliondoka na hakuonekana tena hadi mwili wake ulipoonekana ukiwa umetelekezwa juu ya makaburi katika makaburi ya Myemba. Marehemu alikuwa akiendesha pikipiki yenye namba za usajili aina ya Sinoray rangi nyeusi yenye thamani ya shilingi milioni 2.7 ambayo iliporwa pamoja na simu ya marehemu aina ya Tecno. Mbinu iliyotumika ni mtuhumiwa kujifanya abiria na kukodi pikipiki kisha kumpeleka maeneo ya makaburi na kumfunga kamba shingoni, mikononi na miguuni, kisha kumnyonga na kumuua kwa lengo la kujipatia kipato kisicho cha halali. Katika msako mkali uliofanyika kufuatia tukio hilo, watuhumiwa wapatao 6 wamekamatwa pamoja na pikipiki hiyo ya marehemu, na katika mahojiano ya awali watuhumiwa wamekiri kuhusika na tukio hilo pamoja na matukio mengine ya wizi wa pikipiki. Katika tukio lingine la Januari 14, 2026 na Januari 15, 2026 majira tofauti katika maeneo mbalimbali ya wilaya za Uyui, Nzega, Urambo na Kaliua mkoani Tabora, askari walifanya msako na kuwakamata watuhumiwa 4 wakiwa na welding machine 3, grenda 2, nyaya za grenda 9 na mafuta aina ya hydraulic lita 40. Vitu hivyo viliibiwa usiku wa tarehe 11 mwezi wa kwanza 2026 katika mradi wa maji wa Ziwa Victoria unaoandaliwa kusafirisha maji kutoka Tabora mjini kwenda wilaya ya Urambo. Baada ya kuibiwa, vitu hivyo vilisafirishwa na kufichwa katika kitongoji cha Ubalani Majengo katika wilaya ya Urambo. Aidha, katika mwendelezo wa operation hii Januari 6, 2026 na Januari 7, 2026 katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Tabora tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 5 wa wizi wa pikipiki pamoja na pikipiki 9 ambazo ziliibiwa katika wilaya ya Nzega mkoani Tabora
na wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga. Watuhumiwa hao wamefikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazowakabili. Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora limejipanga kuendelea kukabiliana na vitendo vya uhalifu na wahalifu, na linatoa wito kwa wananchi kufanya shughuli halali za kuwapatia kipato badala ya kujiingiza katika wizi na shughuli zingine zisizo halali na zilizo kinyume na sheria.